Naogopa sehemu ya pili. Karibu katika mwendelezo wa simulizi inayokwenda kwa jina la Naogopa. Simulizi iliyojaa visa na mikasa ya kweli. Simulizi yenye kisa cha kusisimua. Simulizi inayoelezea ukweli halisi wa maisha ambayo yamemtokea mwanamke anayefahamika kwa jina la Zuhura. Kumbuke kwamba mahali na majina yaliyotumika katika simulizi hii si halisi, bali ni majina kufikirika tu. Msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok, napatikana kama Faraja Simkwai. Lakini pale YouTube utazipata simulizi kwa kuandika Chemchemo ya Simulizi. Anayetusimulia kisa hiki ni mwanamke anayefahamika kwa jina la Zuhura. Ni mambo mengi ambayo ameyapitia katika safari ya maisha yake. Kuna kitu ambacho anataka ujifunze kupitia simulizi hii. Lakini pia mwisho wa simulizi hii anahitaji ushauri. Huenda ushauri wako ukawa mwanga kwake. Basi tuendelee na simulizi yetu. Zuhura anasema naogopa. Naogopa kwa sababu kuna nyakati katika maisha ambapo mtu huvuka mstari bila kujua. Huvuka mstari si kwa hiari, la hasha, bali kwa kulazimishwa na maumivu. Nilipofika pale nilipofika, nilikuwa si yule Zuhura nilimjua zamani. Nilikuwa ni mama aliyechoka, aliyejaa hofu na aliyekuwa tayari kushikilia hata tumaini lililofunikwa kwa giza. Kabla sijachukua hatua iliyofuata, nilijua tu jambo moja, kwamba kuna maamuzi ambayo hayafanywi kwa sababu ni sahihi, bali yanafanywa ni kwa sababu moyo hauoni njia nyingine tena ya kuokoa kile unachokipenda zaidi. Hapo ndipo hofu yangu ilipoanza kubadilika na kuwa mzigo wa maisha yangu yote. Basi baada ya Zuhura mimi kwenda kwa mganga kwa ajili ya kumtibia huyu mtoto wangu ambaye ni Doto, ambaye alikuwa anasumbuka sana baada ya pacha yake Kulwa kufariki. Basi mganga alinyanyua kichwa chake pole pole. Macho yake yalinitazama moja kwa moja kana kwamba anaangalia yale ambayo yako ndani ya nafsi yangu. Basi moto ambao ulikuwa upo eneo lile uliwaka kwa kishindo kidogo, na moshi wake ulizunguka kama wingu la maswali yasiyokuwa na majibu. Basi mganga yule baada ya kuweka kitu katika moto ule, mganga akaniangalia kisha akasema Zuhura, kabla sijaendelea na hiki ambacho nataka kukifanya, nataka nikuulize tena. Je, ni kweli uko tayari? Zuhura anasema, nilimeza mate kidogo. Sauti ya yule mganga ilinifanya nihisi uzito wa neno tayari kuliko nilivyowahi kuhisi maishani mwangu. Nilihisi swali lile halikuwa la kawaida, bali lilikuwa ni onyo lililojificha. Basi kwa haraka nikajibu, ndio, nipo tayari. Nilijibu swali hili kwa haraka kuliko hata nilivyopaswa kujibu. Nikasema, mganga, niko tayari, ili mradi tu mtoto wangu apone. Naumia kuona mtoto wangu anateseka, anaweweseka, huku nikiwa sijui chanzo cha ugonjwa wake. Mganga alitikisa kichwa taratibu, kisha akasema Zuhura, unajua masharti yangu si ya kuchezea. Ukikubali leo, hakuna kurudi nyuma kesho. Na ukianza leo, ni lazima uyamalize. Je, bado nakuuliza, upo tayari Zuhura kufuata masharti yangu? Zuhura anasema, nilihisi jasho likinitoka mgongoni. Nikamwambia mganga, kama ni mateso, nitavumilia. Kama ni maumivu, nitaishi nayo. Mimi ni mama. Najua ni namna gani ninavyotaka kumsaidia mtoto wangu. Wewe nisaidie, mimi niko tayari. Zuhura anasema, mganga akavuta pumzi ndefu, kisha akaniuliza tena kwa msisitizo zaidi. Akasema, Zuhura, na kama nitakwambia kufanya jambo ambalo halikubaliani na moyo wako, jambo ambalo litakufuatilia katika maisha yako yote, bado utakuwa tayari kufuata masharti yangu? Zuhura anasema, nilikaa kimya kwa sekunde chache, na ndani ya moyo wangu kulikuwa na vita kubwa sana ambayo nilishindwa kuizuia. Lakini sura ya mtoto wangu, kilio chake, kukimbia kwake kama mtu aliyechanganyikiwa, vilinishinda kuvumilia. Nikamwambia mganga, nitafanya. Tena nikasema kwa sauti ya chini, lakini sauti yenye uthabiti mkubwa. Nikasema, niko tayari kwa sababu tayari ninaishi na maumivu, na hayo maumivu ambayo unaniambia hayawezi kuwa mabaya kuliko haya ninayoona kila siku. Tafadhali mganga, naomba unisaidie. Nimechoka kuhangaika, nimechoka kutapatapa. Zuhura anasema baada ya kuongea maneno hayo, mganga alinitazama kwa muda mrefu, kisha akasema kwa sauti iliyopoa lakini iliyojaa uzito. Akasema, Zuhura, basi sikiliza. Kama uko tayari, sikiliza kwa umakini. Akili yako yote itulie hapa na usikilize kila ambacho nitakwambia. Yaani kila neno ambalo nitakwambia linatakiwa likae katika akili yako. Na ukijaribu kuvunja masharti hata mara moja,
hata theluthi tu. Madhara yake hata kuja kwako pekee, bali familia yako pamoja na ukoo wako mzima utaupoteza. Zuhura anasema nilitikisa kichwa. Nikamwambia mganga, mimi niko tayari. Na makubaliano yetu sitamwambia mtu yoyote yule. Naomba uniamini. Mganga kainama kana kwamba kuna kitu ambacho alikuwa anakisikia. Kisha akaanza kusema. Akasema, Zuhura, kuanzia leo hutakuwa unafanya maamuzi kama mama tu, bali kama mtu aliyekubali agano. Je, bado upo tayari? Zuhura anasema nilifumba macho kwa muda mfupi. Machozi akanitoka bila kujizuia. Kisha nikasema neno moja lililobadilisha maisha yangu yote. Nikasema, nipo tayari mganga. Basi baada ya kusema maneno hayo, mganga alinyanyuka taratibu, akachukua kifaa chake cha uganga na kukitupa kwenye moto. Moto ulipiga cheche. Baada ya kufanya yote hayo, mganga alinitazama kwa macho yalionifanya nihisi hofu moyoni mwangu. Mganga akasema kwa sauti nzito isiyokuwa na haraka. Mganga akasema, Zuhura, mtoto wako asumbuliwi na ugonjwa wa kawaida. Hili si jambo la hospitali wala la dawa unazojua. Zuhura anasema nilihisi pumzi ikinikata. Nikasema, mganga, kama si tatizo la hospitali wala dawa ambazo nimezitumia, basi ni kipi ambacho kinamsumbua mtoto wangu? Nikauliza kwa sauti ya hofu. Mganga akavuta pumzi ndefu kabla ya kujibu. Akasema, Zuhura, mtoto wako anasumbuliwa na mzimu wa pacha wake. Nafsi ya yule aliyekufa haijapata pumziko. Nafsi yake imebaki ikimfuata mwenzake, ikimtaka, inamuita naye akaungana naye uko aliko. Zuhura anasema nilishtuka kusikia maneno hayo. Nikasema, hapana, haiwezekani. Mume wangu tayari ameshafariki. Mtoto wangu mmoja ambaye ni pacha huyu Doto ameshafariki. Alafu tena unaniambia nafsi yake inamtaka na huyu. Haiwezekani mganga. Naomba unisaidie. Na kuomba, niko chini ya miguu yako. Niko tayari kufanya kitu chochote kile ili mradi tu nisimpoteze na huyu. Kwa sababu huyu ndo tumaini pekee lilobaki katika maisha yangu. Na kuomba mganga. Nilijawa na hofu. Machozi yalinitoka bila kujizuia. Nikawa najisemea. Nikasema, mganga, huyu ni mtoto tu. Ni mtoto ambaye hajui kitu chochote. Kwa nini afanyiwe hivyo? Niliuliza kwa sauti ambayo ilikata tamaa. Mganga alitikisa kichwa kisha akasema, Zuhura mjukuu wangu, mapacha watengani kirahisi. Hata kifo hakikatishi uhusiano wao. Mzimu wake ukiachwa hivyo, utamtesa huyu aliyebaki maisha yake yote. Atateseka kiakili, kimwili na hatimaye huenda akapotea kabisa. Zuhura anasema nilijishika kifua. Nilihisi kama moyo wangu unapasuka. Nikasema, mganga, basi nikiwa kama mama, nifanye nini? Tafadhali, nisaidie. Nilimsihi sana yule mganga, amsaidie mtoto wangu, amsaidie Doto wangu. Anisaidie mimi kama mama ambaye nimebakiwa na mtoto mmoja tu. Mganga alimkazia macho kisha akasema, kuna njia moja tu ya kumuokoa kijana wako Zuhura. Kuna njia moja ya kumuokoa mtoto wako. Nilinyanyua kichwa kwa haraka, huku macho yangu yakiwa yamejaa tumaini lililochanganyikana na hofu. Nikasema, mganga, kweli? Ni njia gani hiyo? Niambie, mimi niko tayari kuifuata hiyo njia ambayo utaniambia. Mganga akasita, kisha kaongea kwa msisitizo zaidi. Akasema, Zuhura, ni njia ya hatari. Ni njia ambayo si kila mtu anaweza kuikubali. Itahitaji moyo mgumu, ukimya wa milele na nafsi ambayo itakuumiza zaidi kuliko maumivu unayopitia sasa. Zuhura anasema nilikaa kimya. Maneno ya yule mganga yalinizunguka kama wingu zito. Nikasema, mganga, naje kama nisipokubali? Nikauliza kwa sauti ya chini. Mganga akajibu bila kusita. Akasema, usipokubali, basi ukubali kuishi ukimwona mtoto wako akiteseka kila siku. Yaani hadi pale ambapo hata wewe hautamtambua tena. Zuhura anasema nilifumba macho yangu. Ndani ya moyo wangu kulikuwa na mapambano makali sana. Lakini tena sura ya mtoto wangu ilinijia. Nilimuona mtoto wangu akitoka mbio bila kujitambua. Vilio vyake vya usiku vilijirudia mbele ya macho yangu. Mganga kaniuliza kwa mara nyingine tena, huku sauti yake ikiwa nzito kuliko zote. Akasema, Zuhura, uko tayari kukubali njia hii? Na ikiwa unataka mtoto wako apone, kuna jambo moja tu ambalo unatakiwa kulifanya. Je, kabla sijaendelea, uko tayari kwa mara nyingine? Zuhura anasema nikamwambia mganga, niko tayari. Kitu chochote ambacho utaniambia, nipo tayari. Mganga akasema, sasa mtoto wako anaweza kupona, lakini ni njia moja tu ambayo unatakiwa kuifuata. Unatakiwa kumtafuta msichana mmoja ambaye ana umri sawa na mtoto wako. Utamchagua kwa uangalifu, alafu baada ya kumpata kutakuwa na tambiko la kumfungisha ndoa yeye pamoja na nafsi ya pacha aliyekufa. Zuhura akasema, nikasema nini? Yaani msichana mwenye umri wa miaka 4
umfungishe ndoa na nafsi ya mtoto wangu ambaye naye ana miaka 4. Nikasema inawezekanaje mganga? Niliuliza swali hili huku nikijikaza moyoni. Kila neno lilikuwa kama jiwe lililonikandamiza. Nikaendelea kujisemea. Nikasema tambiko la ndoa. Niliongea sauti ya chini kujaribu kuielewa. Nikasema na nafsi yake itakuwa nini na itakuwaje na msichana mdogo mwenye umri wa miaka 4? Mganga katikisa kichwa kana kwamba alikuwa anasikia yale yote ambayo nilikuwa naongea. Akasema ndio Zuhura, ni lazima, na hiyo ndio njia pekee ya kumpunguzia mtoto wako mzigo wa nafsi aliyepotea. Na kama ukifanya hivyo, matatizo yote yataisha. Mtoto wako atapata amani na nafsi yake pia itapata pumziko la milele. Zuhura anasema nilikusudia kukaa kimya, lakini moyo wangu ulishindwa kupumzika. Taswira ya mtoto wangu ilianza kunijia. Nilianza kumuona mtoto wangu kila alichokipitia, kilio kikali ambacho alikuwa anakipitia, kelele zake, kukimbia kwake kama mtu ambaye amechanganyikiwa. Nilijua kwamba neno hili hata kama lilikuwa gumu, basi lilikuwa na ulazima. Nikasema ndio mganga. Nikasema kwa sauti iliyojaa hofu, lakini yenye msisitizo wa mama aliyekata tamaa. Nikasema ndio mganga, nimekubali. Nitampata huyo msichana na tutafanya kama ulivyosema. Yaani ili mradi tu mtoto wangu apone, nitakubali kila kitu ambacho utaniambia. Mganga alionekana kuridhika kidogo, alitikisa kichwa tena kisha akaniambia Zuhura, usiogope mjukuu wangu, lakini kumbuka kwamba safari hii si rahisi. Hii ni hatua ya hatari na lazima utii masharti yote bila kuwa na shaka. Hii ndio njia pekee ya kutoa mzimu wa pacha aliyekufa kwenye maisha ya mtoto wako. Zuhura anasema nilimeza mate huku macho yakiwa yamejaa machozi, moyo ukijaa hofu na matumaini kwa wakati mmoja. Na ndani ya nafsi yangu nilijua kwa wakati huu safari ya kweli imeanza, safari ambayo ingeathiri maisha yetu yote, na safari isingekuwa rahisi, lakini ingeweza kuwa mbadala. Nikaanza kujisemea, nitampata huyu msichana, nitampata na nitamtafuta sehemu yote ile, ili mradi tu mtoto wangu apone. Basi baada ya mazungumzo hayo, mimi pamoja na mganga niliamua kurudi nyumbani. Nilipotoka kwa mganga nilitembea polepole kuelekea nyumbani. Kila hatua ilibeba hofu na matumaini kwa wakati mmoja. Na nilipofika nyumbani, nilifikia kwenye kiti nikajitupa, huku akili pamoja na mwili wangu vikiwa vimechoka kabisa. Nikaanza kujiuliza, ni msichana gani ambaye angeweza kufaa katika agizo hili la mganga? Ni nani angekuwa na umri sawa na mtoto wangu? Na msichana ambaye anaweza kushikilia nafsi ya pacha aliyekufa bila kujua hatari iliyo mbele yake. Nilijikaza moyo nikijua kwamba kila kilichokuwa kikiendelea kilikuwa ni cha hatari. Basi macho yangu yalizunguka pale sebuleni. Nilikumbuka majirani na marafiki wa karibu. Hapo ndipo kumbukumbu ilipopenya moyoni mwangu. Nikakumbuka kwamba kuna mtoto wa kike wa rafiki yangu anayejulikana vizuri, ambaye pia ni jirani yetu wa karibu. Nilijua mara moja kuwa umri wake ulikuwa sawa na mtoto wangu, na sura yake, sauti yake na ustawi wake vilinifanya nione uwezekano wa hatua ile kuwa rahisi. Nikasema ndio, labda huyu ndio atakayenifaa. Moyo wangu ulijawa na hofu, lakini ukawa na matumaini. Yaani hofu na matumaini vilijitokeza kwa pamoja. Nilijua kwamba lazima nipige hatua, huku nikijua safari yetu mimi pamoja na mtoto wangu ilikuwa ikianzia hapa, kwa uamuzi wa mama aliyekata tamaa, lakini ambaye alikuwa tayari kufanya kitu chochote kwa ajili ya uhai wa mtoto wake. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya pili wa simulizi inayokwenda kwa jina la Naogopa. Ni kipi ambacho Zuhura anaogopa? Ni kipi ambacho Zuhura atafanya baada ya kusikiliza masharti ya mganga? Je, Zuhura atafanikiwa kumpata msichana mwenye umri wa miaka 4 na kumpeleka kwa mganga ili aweze kufanyiwa tambiko? Na tayari katika akili yake ameshamwaza mtoto wa rafiki yake ambaye ana umri wa miaka 4. Ili kuyajua yote haya, usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok, napatikana kama Faraja Simkwai. Lakini pale YouTube unaweza kunipata kwa kusearch jina la Chemchem ya Simulizi. Naogopa.